Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Ramadhani 24 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni serikali kudhibiti gharama tiba dawa, kuja na mwongozo wa kutafsiri gharama hizo. Mwigulu agiza uchunguzi ununuzi wa dawa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. NFRA yahakikisha usalama wa chakula. Habari katika ukurasa wa 4. Watanzania 7 waliorudi salama Iran waishukuru serikali. Habari katika ukurasa wa 20. Mashirika ya kimataifa yakiri kukosea ripoti ya uchaguzi 2025. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Dr. Idris Rashid afariki dunia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Watumishi 6 wa afya wafa ajali ya boti. Habari katika ukurasa wa 2. Nguzo zege zaanza kuzalishwa Tabora kuimarisha umeme nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Sherehe za Eid kufanyika kitaifa da. Habari katika kurasa za ndani. Habari picha kimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akisalimiana na viongozi baada ya kuwasili katika kiwanja cha ndege cha Pemba jana kwa ziara ya kijamii ya siku 2. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni watumishi 6 wa afya walivyokufa ajali boti walikuwa wakienda kutoa chanjo. Mashuhuda wasimulia walivyoona boti ikipinduka ziwa Tanganyika. Baadhi waokolewa, 3 bado watafutwa. Rais Samia atuma salamu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mita 40 umbali kutokea ufukweni hadi lipozama boti ikiwa najaribu kukwepa upepo mkali, kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo. Ndugu ya Habibu Ibrahim, tulichukua mitumbwi iliyokuwa karibu na kukimbilia ziwani, umbali wa takriban mita 40 kutoka ufukweni, ili kuanza kuokoa watu waliokuwa ndani. Marehemu waliotambulika ni marehemu Winifrida Bisunga kushoto na Rachel Msabila enzi za uhai wao. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Mwananchi limeandika mitazamo tofauti ripoti ya tume Ngorongoro Dar es Salaam, siku moja baada ya tume ya rais kuhusu mgogoro wa ardhi na uhamaji wa hiari Ngorongoro kukabidhi ripoti yake. Wadau wa sheria, siasa na haki za binadamu wametoa maoni tofauti kuhusu maudhui yake, baadhi wakipongeza, wengine wakinyoshea. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Hali tete wiki 2 za mapigano Iran, Marekani na Israel. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Maandalizi ya sikukuu ya pamba moto. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Idris Rashid kuzikwa Manyara. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumamosi ya leo. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4
mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Tunatazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni huzuni. Boti yapinduka ziwani na kuua wataalamu 7 wa afya. Rais Samia atuma salamu za pole kwa wafiwa. Siro ahadharisha uimarishaji vyombo vya usafiri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Watumishi wa idara ya afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoa wa Kigoma wamefariki dunia huku wengine 3 wakitafutwa majini baada ya boti waliokuwa wakisafiria kupinduka kufuatia kukumbwa na upepo mkali. Ndugu ya Rais Samia ikisema natoa salamu za pole kwa mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Siro, familia ya wafiwa, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Jaji mkuu ACT mjumbe UN wateta matukio ya Oktoba 29. Habari katika ukurasa wa 3. Mwongozo wa kudhibiti gharama za matibabu dawa waandaliwa. Habari katika ukurasa wa 3. SMZ kupambana udhalilishaji wanawake watoto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Tanzania ilivyopigwa mwingi kupunguza vifo vya uzazi. Habari katika ukurasa wa 4. Amkatia rufani aliyopewa adhabu ya faini 30,000 kwa kutishia kuwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania kinara gharama nafuu za matibabu. Ni kwa nchi za Afrika Mashariki. Waziri Mchengerwa aelekeza waganga wakuu kuandika namba zao za simu mapokezi, wananchi wanapokuwa na changamoto wapigie. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Makala maajabu ya mboga za majani kwa mwanamke. Habari katika ukurasa wa 19. Rais Samia awalilia watumishi waliofariki ajali ya boti Kigoma. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu aiagiza TAKUKURU kuchunguza ununuzi wa dawa. Habari katika ukurasa wa 3. Ziara ya kihongosi wakosha wadau. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Hatma ya mama wa kambo anadaiwa kuwa mtoto Machi 31. Habari katika ukurasa wa 9 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika zigo la Fei. Mwamba huyu hapa baada ya Fei Toto kuchangia mabao mawili kati ya matatu dhidi ya Dodoma. Nyota huyo kwa sasa amefikisha undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Machi 15 ni Azam dhidi ya Yanga, uwanja wa Benjamin Mkapa. Takwimu za Faisal Azam mwaka 2025-26 mabao 6, assist 5, 2024-2025 mabao 4, assist 13, 2023-2024 mabao 19, assist 7. Chama toa kauli nzito Simba. Habari katika ukurasa wa 3. Pedro awagawa mastaa Yanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Hatuwezi kumpata Ronaldinho mwingine. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Hiyo ni makala ya nyuma ya pazia na Edo Kumwembe. Lakini pia gazeti hili limeandika Kidawawa, mwanamama aliyepambana na vikwazo hadi kuongoza klabu. Habari katika ukurasa wa 13. Lakini pia gazeti hili limeandika ratiba ya ligi kuu ya Uingereza, Sunderland
dhidi ya Brighton saa 12 jioni. Arsenal dhidi ya Everton saa 2:30 usiku. Chelsea dhidi ya Newcastle ni saa 2:30. West Ham dhidi ya Manchester City ni saa 5 kamili usiku. JBL leo Jumamosi ni TRA United dhidi ya Simba saa 10 kamili jioni, Sheikh Amri Abeid. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo limeandika Makonda abana viongozi vyama vya michezo, Pedro aigeukia Azam, Mashujaa yalazimisha sare nyumbani. Habari katika kurasa za ndani. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais aongoza miaka 6 Chelsea. Habari katika ukurasa wa 22. Serengeti Boys yaweka kambi Misri. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo. Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wake nyuma limeandika Simba kuishambulia mwanzo mwisho TRA licha ya kocha Beka kuahidi ushindi, amepania kuwafurahisha mashabiki kwa soka safi. Habari katika ukurasa wa 23. Pedro aihofia Azam FC. Habari katika ukurasa wa 23. David Villa arudi Atletico Madrid. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika kocha Yanga hesabu kali ikiwinda Azam. Habari katika ukurasa wa 23. Makonda ampatano Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 23. Chaneta kuanoa makocha. Habari katika ukurasa wa 21. Simba kamili kuikabili TRA. Habari katika ukurasa wa 23. Esther Exposito mrembo mwenye siri nzito na Mbappe. Habari katika ukurasa wa 13. Pambano la Halima Vunjabei Sara kuweka historia. Habari katika ukurasa wa 12. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti Uhuru linakamilisha urukuzi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania Jumamosi leo.